Habari, ninaitwa Rachel Robin. Hivi mnafahamu kwamba Gaddafi alivyokamatwa alipigwa risasi, si ndio? Akafa. Kitu ambacho hakitakiwi kisheria. Kwa sababu yeye tayari walisema wanamtuhumu, kwa hiyo alikuwa ni mtuhumiwa na tayari wamkamata. Na kwa hiyo alikuwa mikononi mwao. Kwa hiyo kisheria hutakiwi kumpiga mtuhumiwa risasi, la sivyo kuna jambo unataka kuficha. Umenielewa? Kwa hiyo haikutakiwa Gaddafi kufanyiwa vile, ilitakiwa afikishwe mahakamani. Lakini ndio yakatokea yaliyotokea. Sasa nitakuja kuongea haya mwishoni, lakini kwanza tuanze na huyu ambaye pengine huwa ananyoshewa kidole. Na ananyoshewa kidole kwa sababu gani? Hebu nisikilize. Nchi ya Ufaransa iliwahi kuwa na rais hivi juzi kati tu kabla ya Macron, alikuwa anaitwa Nicolas Sarkozy. Huyu Nicolas Sarkozy jana tarehe 25 kwenye vyombo vya habari wameripoti hukumu yake imetoka na amehukumiwa kufungwa miaka 5 jela, kosa likiwa kufadhiliwa kampeni za mwaka 2007, kampeni zake za urais na pesa za Libya. Kwa hiyo amehukumiwa miaka 5 jela. Alikuwa rais wa Ufaransa Nicolas Sarkozy. Kivipi yani hizo pesa za Libya yeye zimemfadhili kampeni? Ngoja nije niwaelezee. Libya iliyokuwa na kiongozi anaitwa Muammar Gaddafi, akaifanya Libya ikawa Libya yenye maendeleo makubwa, Libya yenye pesa, Libya yenye mafuta ambayo yanawapa faida wa Libya. Kutokana na hilo, Gaddafi alikuwa na pesa nyingi. Na moja ya mambo Gaddafi alikuwa anavitaka ni kuitetea Afrika na kuiunganisha Afrika na Afrika iache kuibiwa maliasili zake. Alikuwa anafanya kila jitihada kimataifa kuhakikisha inaenda kutufeva sisi wa Afrika. Moja ya watu wenye nguvu katika dunia ni nchi ya Ufaransa. Atakayekuwa kiongozi wa Ufaransa anakuwa na nguvu sana duniani, kwa sababu Ufaransa ni moja ya nchi ambayo ipo katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kwa Kiingereza inaitwa United Security Council. Kwa hiyo sasa, kwa nguvu hii ya Ufaransa na Libya na hela za mafuta, kukawa kuna tuhuma kwamba Nicolas Sarkozy aliomba kusaidiwa na Gaddafi pesa kwa ajili ya kujifadhili katika kampeni ili awe rais wa Ufaransa. Yes, Libya ni nchi ya Afrika lakini ina utajiri wa mafuta mengi. Kwa hiyo Gaddafi alikuwa na pesa, alikuwa na uwezo wa kufadhili kampeni ya mwanasiasa yoyote yule duniani. Je, Gaddafi alikubali? Habari zinasema kwamba Gaddafi alikubali, lakini kwa sharti kwamba sikuwepo. Hizi ni habari zilizoenea. Zinasema kwamba Gaddafi alikubali kwa kuamini kwamba huyu Sarkozy akishinda itabidi amsikilize Gaddafi mambo ambayo anayataka juu ya sera za Afrika. Kwa hiyo Gaddafi aliamini tukiweza kuingiza viongozi madarakani tukamfanya kibaraka wetu, basi ana uwezo wa kwenda kutupigia debe kidiplomasia kule Umoja wa Mataifa sisi wa Afrika, kwa sababu Afrika hatuna kiti katika lile Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, United Security Council. Lile baraza limeundwa na nchi zilizoshinda vita kuu ya pili ya dunia, ambazo hizo nchi ndo zina nguvu ya mwisho hapo Umoja wa Mataifa, ambayo Urusi, Marekani, China, Ufaransa na Uingereza. Kwa hiyo Afrika hatupo, lakini cha kuchekesha ni kwamba Waafrika tulienda kusaidia kupigana vita kuu ya pili ya dunia. Wazungu tuliwasaidia sana kupigana vita kuu ya pili ya dunia. Hao wanaojiita ni washindi walipata ushindi pia kwa sababu ya nguvu ya Waafrika, kwa sababu tuliwasaidia sana. Lakini katika hilo baraza sisi Waafrika hatupo. Kwa hiyo Gaddafi alijaribu kucheza michezo kama ambao wazungu wamekuwa wakicheza. Ni michezo gani hii naizungumzia? Iko hivi. Nchi za wazungu huwa wanatuhumiwa kwamba wanafadhili kampeni za wagombea wa urais wa Afrika, ili yule rais akishinda waweze kumfanya yule rais afatishe kile watakachokitaka wao kwa maslahi ya nchi zao. Kwa hiyo Gaddafi naye, habari zinasema, akataka kufanya hivyo hivyo. Akaona tumfadhili huyu Nicolas Sarkozy ili akishinda Ufaransa iwe inafanya mambo kwa maslahi ya Afrika. Kwa hiyo kama swala ni Umoja wa Mataifa, Afrika au nchi fulani ya Afrika inatakiwa kupigiwa kura, basi Mfaransa atumike kupiga kura ya veto kublock
au kama inatakiwa kupigiwa kura kwa ajili ya jambo jema, basi Mfaransa na yeye ashiriki kusukuma hilo jambo jema lifanyike Afrika. Kwa hiyo Gaddafi alitaka kuifanya Ufaransa kibaraka wake kupitia Nicolas Sarkozy, hivi ndivyo habari zinavyosema, ili Afrika tuweze kunufaika kutokana na kwamba Mfaransa ana nguvu kule Umoja wa Mataifa, ana kura ya veto. Hivi ndivyo habari ambavyo zinasema. Kwa bahati mbaya, Gaddafi alikuja kuvamiwa na kutolewa madarakani mwaka 2011. Kwa bahati mbaya, yule aliyemfadhili na yeye pia nchi yake ilihusika kumvamia Gaddafi, Sarkozy. Na yeye pia Ufaransa, tuhuma zinasema, ilihusika na yenyewe katika ile vita ya Libya. Na hii ndio siasa. Unaweza ukafadhiliwa lakini baadaye ukamgeuka aliyekuingiza madarakani. Hizi ndizo tuhuma. Jamani, mimi sipo huko Libya wala sipo Ufaransa. Ninawaleteeni habari zinavyovuma au tuhuma ambazo huwa zinaenezwa. Kama nilivyosema, Ufaransa, Nicolas Sarkozy akatuhumiwa kuhusika na yeye katika kuivamia Libya. Lakini ikawa sasa ni swala ni kwamba Gaddafi anatakiwa akamatwe, alafu akashtakiwe kwa mashtaka ambao watu walikuwa wanamtuhumu. Kwa sababu hizi nchi za magharibi ziko zinasema anakiuka haki za binadamu, ni dikteta, wakati wao wameshaua watu mpaka na nuclear, wameshamwagia watu kemikali na hakuna aliyewatuhumu kwa chochote. Kwa hiyo wakawa wanamtuhumu Gaddafi anakiuka haki za binadamu, lakini Gaddafi hajawahi kuua hata mtu na nuclear. Wao wametenda dhambi kubwa kuliko Gaddafi. Gaddafi hajawahi kumwagia nchi kemikali, wao wamemwaga kemikali kule Vietnam. Hakuna mtu ambaye alisema wanakiuka haki za binadamu. Sasa kwa hiyo wakaingia wakamvamia. Alipovamiwa akaanza kutafutwa, kwa hiyo akakamatwa. Ilikuwa kisheria kisha achukuliwe apelekwe mahakamani kama vile ilivyokuwa kwa Saddam Hussein, alafu akashtakiwa hayo makosa ambao wanamtuhumu kwamba aliyafanya. Hiki ndicho kilichotakiwa kufanyika. Cha kuchekesha ni kwamba walipomkamata kuna mtu akajitokeza na kumpiga risasi nafikiri ya kichwa na Gaddafi akafa. Huyo mtu alitumwa na nani? Kitu gani alikuwa anaficha mpaka alikuwa hataki Gaddafi apelekwe mahakamani kwa kuhisi Gaddafi labda anaweza akatoa siri zake? Ni kitu gani alikuwa anaficha huyo mtu? Watu wakawa wanajiuliza. Ndiko tuhuma zikaanza kuzagaa kwamba kuna uwezekano Nicolas Sarkozy ana mkono wa kuhakikisha Gaddafi anapigwa risasi ili siri yake ya kufadhiliwa pesa na Gaddafi za kampeni isitoke. Hivi ndivyo fununu zilizokuwa zinasema, jamani, ni fununu. Lakini pia habari zikaanza kusambaa kwamba mtoto wa Gaddafi, Saif al-Islam, alishaanza kuongea na yeye kwamba Sarkozy, sisi tumekufadhili sana na hivi na hivyo. Sarkozy akawa anakataa. Na sasa zile tuhuma zimegeuka, naona kweli, kutokana na kwamba tuhuma za kufadhiliwa, sio za mauaji, za kufadhiliwa, zimegeuka kuwa kweli kwa sababu Ufaransa mahakama yao imemhukumu miaka 5, wamemkuta na hatia. Kwa hiyo je, zile tuhuma za kwamba yeye ndo kahusika Gaddafi kuuliwa ili tu Gaddafi asije kaenda mahakamani akatoa na siri za kumfadhili yeye, je, tuhuma hizo ni za kweli? Tufahamu. Na kinachosikitisha ni kwamba mpaka leo hizi nchi za magharibi zinazosema zinapenda haki hazijaamua kumtafuta aliyemuua Gaddafi, wakati muuaji alikuwa kwenye hilo kundi la wale watu waliokuwa wamemshika. Hawajahangaika kumtafuta wala kumshtaki, wakati ilitakiwa atafutwe, uchunguzi ufanyike, ni nani amemuua Gaddafi, wakati Gaddafi itakiwa akahukumiwe mahakamani. Pengine angehukumiwa tu kufungwa wala sio kifo. Lakini kwa nini mtu achukue sheria mkononi ampige shaba? Ilitakiwa yule mtu atafutwe, lakini ile kesi imeisha, hakuna aliyetafutwa wala hakuna aliyenyoshewa kidole. Umenielewa? Kwa hiyo watu wakapigia mstari, kuna nguvu kubwa iko nyuma ilitaka Gaddafi afe. Na hiyo nguvu imezuia uchunguzi usifanyike. Watu wakaanza kutuhumu hivyo. Kinachosikitisha zaidi, Gaddafi alikusanya dhahabu nyingi sana kwa ajili ya kuzitaka kuzitumia ili kutengeneza sarafu ya Afrika ambayo ingekuwa ni sarafu ya kutumia dhahabu. Zile dhahabu hazijulikani zilipo mpaka leo. Hawa wazungu walioenda kumvamia Gaddafi, dhahabu zetu za Afrika walizozikuta pale Libya, wamezipeleka wapi? Ukiacha dhahabu zetu, pesa, wamekuta pesa pale Libya. Pesa za Libya nyingi zimepotea, zieleweki zilipo. Na Libya ilikuwa ina pesa. Ziko wapi? Mpaka leo hakuna mtu anayeweza kukwambia dhahabu zetu ziko wapi pale walizozikuta pale Libya, ambazo zilikuwa ni kwa ajili ya maslahi ya Afrika. Ni Rachel Robin.